mzee ni lazima tumpe heshima. Hatuwezi kuacha kumpa mzee heshima, tutamheshimu. Lakini mzee akikosea, akiharibika, lazima tumwambie baba, umeharibika. Sasa hii hoja ya watoto inayokuja kwamba eti huyu mtoto wa Magembe anasema vita vilivyoko ni kati ya Assemblies of God na mzee Magembe, ni vita vimeanza siku nyingi, lakini ni vita vya mali, mara ni vita vya usajili wa kanisa. Nimemsikia Magembe mwenyewe akisema kwamba yeye ugomvi wake sio wa mali, wala ugomvi wake amesema sio wa usajili wa kanisa. Askofu Mwiche ameongea wazi akasema ugomvi ulioko kati ya Magembe na TAG sio masuala ya usajili. Hawana shida na mtoto wake kusajili kanisa huko Canada, hawana shida na mali, na hata mali wasingeulizia. Lakini yeye mwenyewe ukishaandika barua ya kujiondoa, automatically katiba inachukua nafasi yake, na katiba ikichukua nafasi yake maana yake unaacha vitu vyote. Na Magembe mwenyewe ametamka wazi na amezungumza mara nyingi kwamba mzee wangu huyu ameongea ukweli kabisa kwamba mimi nimewaachia hata vijiko, mpaka vijiko, hakuna mali nimeondoka nayo. Kwa hiyo masuala ya ugomvi wa mali haupo. Na Mwiche amesema wazi, Askofu Mwiche amesema wazi kwamba hatujamfukuza, na hakuna aliyelalamika kwamba ananyang'anywa jengo au nini. Hapana. Ugomvi wa Magembe na TAG ni ugomvi ambao bado wengi hamjaujua. Naomba niuseme leo. Mchungaji Magembe ameeleza wazi ugomvi wake ni nini. Amesema ugomvi wake ni maono na mzigo wa kazi ya Mungu au ndoto ambayo Mungu ameweka ndani yake. Huo ndio ugomvi wa Magembe na TAG. Haya mengine ya mali na nini yote ni mambo ya kutunga kwa ajili ya kutaka kulitukana kanisa la Mungu. Mnapoitukana Assemblies of God, mnaitukana kwa maneno ya kutunga, maana yake mmejipanga kuliangusha kanisa la Mungu. Na niwaambie, hamtaweza, kwa sababu Askofu Mtokambali ndio mwenyekiti wa Wapentekoste, na Biblia inasema wazi, nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Kwa hiyo inapopigwa Assemblies of God, anapopigwa Mtokambali, anaposemwa Tanzania Assemblies of God, wanaposemwa hawa kina Mwiche, wanaposemwa hawa ambao ndio viongozi wa Wapentekoste Tanzania, maana yake tuna imani ya Kipentekoste inashambuliwa. Sasa naomba mnisikize vizuri. Shida iko wapi? Shida ameshaisema Mwiche, shida ameshaisema Magembe. Wameweka wazi kwamba tatizo ni mzigo, maono aliyowekewa Magembe. Sasa kwa nini nasema Magembe ameharibika? Mzee Magembe ameharibika kwa sababu kwenye swala la kuwekewa mzigo na maono na ndoto na mafunuo, Mungu akiweka ndani yako, ziko kanuni za Kipentekoste, ziko taratibu za Kipentekoste, lakini Assemblies of God wanazilinda zaidi. Ngoja nikwambie kwa nini nasema mzee Magembe ameharibika. Ameharibika kwa sababu moja, kama kweli ni Mungu ameweka mzigo ndani yake, kama kweli amepewa huo ujumbe wa uamsho, kama amepewa hiyo ndoto au mafunuo, kwa mtu wa Mungu kama mzee Magembe alipaswa afanye mambo ya msingi kabla ya kuwaambia watu wowote wala kutangaza. La kwanza, unapopewa maono, kama wewe ni Mpentekoste, unapopewa mafunuo, unapoota ndoto, unapopewa mzigo na Mungu, lazima kwanza uuchunguze huo mzigo. Chunguza hayo maono. Unachunguza kwa nini? Unayachunguza hayo maono, ni Mungu amenipa au sio Mungu? Hiyo namba moja. Namba mbili, unachunguza hayo maono, Mungu amenipa kwa ajili yangu binafsi au kwa ajili ya watu wengine. Ukigundua ni kwa ajili yako binafsi, unayafanyia kazi wewe kama binafsi. Lakini pia sehemu ya tatu, unayachunguza hayo maono, mafunuo, ndoto na ule mzigo ambao Mungu ameweka ndani yako. Je, ni kwa ajili ya kanisa la mahali pamoja? Kwa mfano, Tanzania Assemblies of God, ukisoma katiba yake, linaundwa, kanisa hilo linaundwa na makanisa ya mahali pamoja.
Sasa ni lazima mzee Magembe angekaa aangalie, huu ujumbe niliopewa ni wa kanisa langu la majumba sita? Kama ni ujumbe wa kanisa wa uamsho, ujumbe wa uamsho, ujumbe wa matengenezo, ni wa kanisa la mahali pamoja, Mungu atamwambia. Kwa hiyo sehemu ya 4, ni lazima ukishapata maono, ndoto na mafunuo, uangalie, je, maono haya na ndoto hii ni kwa ajili ya kanisa la mkoa mzima au kanda au kanisa la kitaifa? Hayo ndio mambo ya msingi ya kuchunguza. Unapopewa mzigo na Mungu, unapopewa maono na Mungu, mambo ya msingi kuchunguza ni hayo na si vinginevyo. Mpentekoste yoyote unapopata maono, ndoto, tuache haya mambo mengine ya hawa wachungaji. Mi hata sitaki kuwajibu hawa wahuni hawa, wanaongea. Yani mtu ameokoka tu, ana miezi 2 mitatu, hata harufu ya bangi haijaisha, anajiita mtume, nabii, askofu na nini. Watu kama hawa watusumbui, wataongea, watalala, watafanya mambo mengi, lakini sisi tunajua ni watu walioharibika, ni watoto wa sokoni. Sasa wale wanaojua haya ninayoyasema, wa rohoni wanatambua. Lazima ujiulize, huu mzigo, haya maono, hii ndoto, huu ufunuo nilioupata ni kwa ajili ya kanisa la kitaifa? Sasa ukishachunguza katika haya mambo 4, mimi nawafundisha kiroho hapa, na walecture kiroho. Kwa nini nasema Magembe amepotea? Kwa nini nasema Magembe ameharibika? Sababu ya kusema ameharibika ni katika haya mambo 4, kwa sababu yeye mwenyewe anakiri kwamba amepewa mzigo na Mungu. Na ukishapewa mzigo na Mungu, lazima utembee katika haya mambo 4, uchunguze ni wako binafsi. Kama ni wako binafsi, hauhitaji compromise, fanya kazi wewe binafsi. Kama ni wa kanisa lako la mahali, maana yake Magembe ana baraza la wazee ambalo ameliamini yeye. Ana baraza la wazee wake la kanisa la mahali pamoja, anawashirikisha yale maono, wanakaa wanajadiliana na wazee wake wa baraza lake, wanajadiliana, wanaangalia yale maono, kisha wanashirikisha kanisa la mahali pamoja, alafu wanaondokea hapo na kutengeneza na kufanya yale ambayo Mungu anayataka ndani ya kanisa la mahali pamoja. Hizo ndio taratibu za kiroho. Kama ni kanisa la mkoa, kama maono haya amepewa mchungaji Magembe ni ya kanisa la mkoa mzima, basi unashirikisha wale wa mkoa, unakaa nao. Kama maono ni ya kitaifa, unakaa unashirikisha viongozi wa kitaifa. Kwa hiyo kwa ugomvi wa Magembe na Tanzania Assemblies of God, ugomvi hauko kwenye mali, hauko kwenye pesa, wala hauko kwenye kusema kwamba amesajili kanisa. Hilo Askofu Mwicha ameshalisema. Ugomvi upo hapa kwamba Magembe hajatoa nafasi ya kutoa alionayo ndani ya moyo wake, kuwashirikisha viongozi wake, wakae wachambue. Hakuna ndoto isiyo na tafsiri, lazima utafute. Soma Biblia yote. Ndoto lazima utafute watu watakaoweza kukusaidia kutafsiri hiyo ndoto. Hakuna maono yasiyo na tafsiri wala mafunuo, labda yawe ya kwako binafsi. Haiwezekani wewe mzee Magembe upewe ujumbe wa kitaifa alafu ubebe wewe peke yako, ujiaminishe mwenyewe. Hutaki Askofu Mwicha ajue, hutaki Askofu Mtokambali ajue, hutaki hiyo kamati kuu ya Assemblies of God ijue, unataka tu wakukubalie uende hivyo unavyoenda. Hiyo wewe unaelewa ni kinyume na taratibu za Assemblies of God. Nitawapa shuhuda 2 tu, alafu nimalizie. Na nitaendelea kuwaambia kila siku, lakini nawapa shuhuda 2. Shuhuda ya kwanza, yuko mtumishi wa Mungu, alikuwa mhubiri mzuri sana, alikuwa anaitwa Kibwetere, ni mtu wa pale Uganda. Huyu bwana alitokewa na Mungu na akapewa uamsho, nguvu, na akapewa ujasiri, akawa anazungumza kwamba Yesu yupo karibu kurudi. Alikuja Mwanza akafanya mkutano mkubwa sana wa Injili. Mwanza ilitikisika, watu wakajua Yesu anarudi. Akaja Arusha akahubiri, akatoka Arusha akaja Dar es Salaam akahubiri Dar es Salaam mkutano. Huyu bwana alikuwa anaitwa Kibwetere. Akaenda Nairobi akahubiri mkutano, akatoka pale akarudi kwao Uganda. Wakati anahubiri ujumbe huo wa uamsho, Kibwetere anahubiri ujumbe wa uamsho,
anahubiri ujumbe wa Yesu anarudi. Ujumbe ule ulimsaidia kupata watu wengi sana, na watu walimuunga mkono. Uganda kanisa la kwake lilikuwa kubwa, likajaa hivi. Alikuwa amejumlisha na wakarismatics na nani madhehebu mbalimbali, watu wote wakamuunga mkono. Siku 3 zilitosha kutoa maangamizi makubwa sana. Maana yake ni Kibwetere aliwaaminisha watu Yesu anarudi. Bado siku 3 akawaambia bado siku 2 Yesu anarudi na ndio itakuwa mwisho wa dunia. Ikabaki siku 1, watu wote wakajaa kutoka Jinja, kutoka maeneo mbalimbali huko, maeneo mbalimbali wakajaa kwenye lile kanisa. Ile siku ya mwisho wanasubiri Yesu anarudi, watu waliaminishwa. Lakini huku nje makanisa mengi na wachungaji walilalamika, ila yeye akasema Yesu anarudi na leo ndio mwisho wa dunia. Mpaka anachukua mali za watu, mpaka petroli inanunuliwa, mpaka milango ilikuwa 6, milango inafungwa, petroli inawekwa ndani, mpaka wanapiga kiberiti, wanawasha kiberiti ndani ya dirisha, watu wanaungua, wote wanakufa, maelfu na maelfu ya watu ndani ya jengo. Yeye Kibwetere yuko nje na milango imefungwa, ili wale watu wafe waende kwa Yesu, kwa maana kuonyesha kwamba Yesu amerudi. Alianza hivi kama anavyoanza mzee wangu Magembe. Wakati ule nilikuwa sijaijua kweli vizuri, lakini ningekuwa nimeijua kweli ningewaambia watu ili wajiepushe na jambo hilo. Tuache hilo. Taratibu za Tanzania Assemblies of God, nitakupa ushuhuda. Yuko mchungaji mmoja wa Tanzania Assemblies of God, mzee Magembe anamjua. Huyu mtu aliitwa Mwasumbi. Mwasumbi alipokea maono kama vile we Magembe unavyosema umepokea maono, umepokea ufunuo miaka mingi na nini wa uamsho. Mwasumbi alipokea ujumbe maalum tena kutoka kwa Mungu na sio kwa shetani. Mwasumbi alipopokea ule ujumbe akafanya makosa. Hakutaka mjadala na mtu. Aliondoka moja kwa moja akaenda Ikulu, akaonana na mheshimiwa Rais Mkapa. Rais Mkapa akamsikiliza akizungumzia juu ya Tanzania itubu. Rais Mkapa akasema, hii ya Tanzania itubu ni sawa, lakini ujumbe huu mimi kama rais siwezi kuupeleka. Akamwambia Mwasumbi, sasa wewe si tutakusapoti, peleka huo ujumbe wa Tanzania itubu. Alitoka Dar es Salaam Ikulu, akafanya mkutano mkubwa Dar es Salaam, akafanya mkutano mkubwa hapa Moshi Kilimanjaro uwanja wa Mashujaa, akafanya mkutano mkubwa wa Arusha, akaenda Dodoma. Alizunguka nchi nzima akizungumza habari ya Tanzania itubu. Alikuwa sahihi, lakini yule bwana alikuwa amekosea. Kwa sababu gani? Alibeba ule ujumbe akapeleka kwa Rais Mkapa, ambaye sio kiongozi wake wa kiroho, sio kiongozi wake wa Tanzania Assemblies of God. Wa Tanzania Assemblies of God viongozi wakaona kwamba hawakuheshimika, hawakupewa, yani hakufata zile taratibu wangemsaidia namna ya kufanya. Assemblies walichokifanya, waliamua kukaa pembeni. Wakamwacha nani? Wakamwacha Mwasumbi azunguke akisapotiwa na serikali kuzungumza habari ya Tanzania itubu. Lakini Assemblies of God haikujihusisha. Mwasumbi mpaka leo hayuko Assemblies of God. Lakini kilichomsaidia Mwasumbi ni nini? Hakulitukana kanisa kwamba limekufa. Hakusema viongozi wa Tanzania Assemblies of God vibaya. Hakuwasema wa Tanzania viongozi hakuwatukana maaskofu wa Tanzania Assemblies of God, wala hakuita watu wapumbavu, wala hakuita watu wajinga. Alitumia hekima Mwasumbi mpaka leo ninavyoongea. Ukiuliza Mwasumbi wa Tanzania itubu, watu wanamjua ni mtumishi wa Mungu ambaye mwenye hekima, mwenye busara. Ingekuwa ni wewe Magembe leo, rais amekupa, rais wa nchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekupa mamlaka, amekwambia vyombo vyote vya serikali viko na wewe. Leo hujafanyiwa kitu kama hicho. Ujumbe wako hata rais hajaweza kuunga mkono, Mama Samia. Leo umeshafika mahali
wa kulitukana kanisa la Mungu, kumtukana viongozi wako, unatufundisha nini sisi? Hata kama wanasema Ikongo hana adabu, lazima uwe na hekima, umheshimu mzee. Sasa mimi swali langu, unatufundisha nini? Nimemsikiliza mtoto wako anaongea, anasema, anatuita wapumbavu, anaita viongozi wa Assemblies of God wajinga, anawaita wakina Mtoka Mbali, wakina Muiche, hawa viongozi wa Tanzania Assemblies of God kwamba ni wajinga, ni wapuuzi. Hebu niambie kweli, mzee wangu, mzee Magembe, mtoto wako wa kumzaa huyu mchungaji Yohana, wewe unaona kama humharibu kweli? Amefika mahali pa kumuita Mtoka Mbali mpuuzi, amefika mahali pa kumuita Muiche mpuuzi, amefika mahali pa kumuita hao watu ni wapumbavu kweli? Na bado mnamuona Yohana mtoto wa Magembe yuko sahihi? Hamwezi kuona kwamba hapo anatafuta huruma za kujipatia waumini wengi? Mzee wangu Magembe, na kuhakikishia hao waumini wote watakao kuja kukuonea huruma, hao ndio watakumaliza. Hao maana utafika mahali utataka kupanga administration, church administration, utapanga uongozi, na wewe utataka viongozi wawe na heshima, wa kuheshimu. Utakuwa na watu unataka wa kuheshimu, utataka watu wawe na adabu, utataka watu wanyenyekee chini ya uongozi. Sasa hebu niambie, kama mtoto wako wa kumzaa mtoto wa 4 Yohana anatunga uongo kwamba ugomvi ulioko kati yako wewe na TAG ni mali, wakati wewe mwenyewe umeshasema nimewaachia mpaka vijiko, ugomvi unatoka wapi? Aya, kama tatizo ni usajili, Askofu Muiche amesema pale hawana shida na mtoto wako kusajili kanisa kule Canada. Sasa anatunga uongo huo, na amefika mahali anawaita viongozi wa Assemblies of God wapuuzi. Alafu na watu ambao wenye fangazi za kiroho, ambao hawamjui Mungu, hata hawajaokoka, hata hawajazaliwa mara ya pili, wana support na kuona kwamba huyu mtoto anafanya mazuri. Alafu mnakuja kwenye comment ya video zangu, mnaniona mimi we mzee muache, we mzee muache. Ni muache nini? Na muachia wapi? Hivi mnafikiri ni Mungu gani huyu mnayemtumikia? Okay, ni mzigo Mungu amekupa. Kwa nini usifate zile taratibu? Mzee wangu, narudia, fata ushauri wa Askofu Dr. Paul Mwaura. Ni askofu wa miaka mingi. Nafikiri kama hamlingani kiumri, maana yake labda amekuzidi na miaka 2-3. Yuko hapo Mombasa, wa John Pentecostal Church, John Pentecostal International Church. Anaitwa Bishop Dr. Mwaura, Paul Mwaura. Huyu ametoa ushauri, akasema hivi: bado sasa hivi nafasi unayo, hujafika mbali sana. Rudi, onana na hao viongozi, waambie nimechukua uamuzi wa kukurupuka, naomba mnisamee, endelea na huduma. Watakupanga, sio lazima ukae kwenye hilo kanisa. Mzee, malizia uzee wako vizuri. Hawa watoto wako wakina Yohana na nani hao tuachie sisi, ili tuweze kufata mafundisho yenu na kulichunga kanisa vizuri. Mungu akubariki. Nitaendelea kujibu na nitaendelea kusema. Jina langu ni Bishop Ikongo. Namba yangu ya simu ni 0752 558069. Nimeona watu wengi wanaulizia 0752 558069. Bishop Ikongo. Tukana, fanya unataka, chochote kile, lakini ukweli utabaki kusimama kweli. Mimi natetea haki. Hata Assemblies of God wakikosea nitawasema. Mimi ni mtoto wa Assemblies of God, japo sifanyi kazi ya Tanzania Assemblies of God, lakini pia sitaacha kutetea Upentekoste Tanzania. Mungu awabariki. Asante sana.